Somo hili nimeipa kichwa kinasema upo karibu na Mungu kwa kadri unavyotaka kuwa. Upo karibu na Mungu kwa kadri unavyotaka kuwa. Kwa kadri na kwa kiwango kile unachotaka kuwa karibu na Mungu ndipo unapokuwa karibu naye. You are close. You are as close to God as you want to be. You are as close to God as you want to be. Upo karibu na Mungu kwa kadri au unavyotaka kuwa. Katika introduction ya somo hili ni wazi kwamba kuna watu au kuna watumishi wa Mungu walio karibu na Mungu kuliko wengine. Huo ndio ukweli usiofichika. Hata kama wote tunamtaja Yesu, hata kama wote tunasema Mungu ni baba Mungu ni naishi naye, lakini kuna viwango. Ni wazi kuwa kuna watumishi au kuna watoto wa Mungu au kuna watu wa Kristo walio karibu na Mungu kuliko wengine. Hata kama wote ni kanisa, hata kama wote ni watumishi. Marafiki wa Mungu, marafiki wa karibu na Mungu ambao hushirikiana mazungumzo na yeye, hujenga mahusiano na Mungu, hutembea na Mungu na yeye, na wanamjua Mungu kwa karibu sana. Na maandiko yako wazi. Inaweza ikatutengenezea swali kwamba je, Mungu ana upendeleo? Mungu ana upendeleo? La hasha, Mungu ana upendeleo. Hakuna mahali popote katika maandiko matakatifu yanayotufundisha hivi kwamba Mungu ndiye anayeamua ukaribu wetu binafsi na yeye. Hakuna. Kwamba Mungu anakuamulia wewe uwe karibu naye. Mungu anaokoa, Mungu anaponya, Mungu anasamehe, lakini the way tunapotaka kuwa karibu na Mungu inakutegemea mtu. Inamtegemea mtu. Mungu anaokoa wote. Mungu anawapenda wote. Mungu anawasamehe wote. Mungu anawaokoa wote. Lakini kwa habari ya kujenga mahusiano na hasa ule ukaribu na Mungu, ukaribu kabisa na Mungu, inategemea commitment ya mtu mwenyewe. Huyo mtu mwenyewe ndiye anayejenga mahusiano yake binafsi na Mungu. Na kwa sababu huyo mtu ametambua, akaelewa kwamba ninahitaji kuwa karibu na Mungu, sasa ana fight, anajaribu, anatenda hili, anatenda kile, maadamu anataka kuwa na lengo la kuwa karibu na Mungu. Huyo ndiye mtu ambaye sasa anakuwa karibu na Mungu zaidi kuliko wengine au kuliko mwingine. Mungu atusaidie. Kwa hiyo ni vizuri ninapoendelea kujengea msingi katika neno hili, ufahamu nia ya mafundisho haya na ufahamu wewe uko wapi, ili kama uko mbali, kama uko karibu, uendelee kuwa karibu zaidi. Kama uko mbali, japo tunaita tumeokoka, japo tunaita tunampenda Mungu, lakini nataka nikuambie, kwa kadri unavyotaka kuwa karibu na Mungu, Mungu naye anakuwa karibu na wewe. Katika kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 16, Biblia inatuambia sisi sote tumepewa ile hali ya rehema na kibali ya kuwa karibu. Katika Waebrania 4:16 neno la Bwana linasema, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Huu ni mwaliko. This is the invitation for all. Huu ni mwaliko wetu sote. Yesu kama kuhani anasema sisi sote basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema. Kwa hiyo inategemea kwamba wewe au mimi nimekaribiaje
Haleluya. Inakutegemea wewe mpendwa kwamba wewe umekaribiaje, umetengeneza mahusiano gani na Mungu wako na baba yako, kwamba mimi nimeamua kuwa karibu naye nikaacha. Hata kama tunaishi katika dunia na ulimwengu huu wenye changamoto, wenye hivi na vile, lakini inategemea huyu ambaye sasa amedhamiria akaamua kuwa karibu, kukikaribia kiti cha enzi, kukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. This is for all. Lakini inategemea hivi, kweli wewe au kweli mimi niko karibu na Mungu? Na kwa kadri tunapokuwa karibu na Mungu, Mungu anatupa rehema, Mungu anatupa neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. In the time of need, Mungu anatusaidia. Kwa sababu kuna wakati wa mahitaji. Sio kila wakati tu tunakuwa na furaha. Of course furaha, sio kila wakati tunakuwa na raha. Ngoja nibadilishe. Kwa sababu raha na furaha ni vitu viwili tofauti. Furaha ni tunda la Roho ambalo tunapaswa kuwa nalo. Iko miongoni mwa tunda la Roho. Tunapaswa kuwa nalo hata wakati wote. Lakini kuna wakati hutakuwa na raha. Raha inategemea situation ulionayo. Unatembea namna gani? Umo katika mazingira gani? Unaishi katika mazingira gani? Sasa kwa kadri tunavyochukua ukaribu na Mungu, ndio kadri hivyo Mungu anatupa rehema na kibali na neema ya kumkaribia yeye. Ni kwa namna hiyo Mungu anakuwa rafiki yetu zaidi. Haleluya. Haleluya kanisa la Bwana. Ni kwa kadri hiyo, ni kwa namna hiyo ukaribu wangu na Mungu unakuwa karibu, very close. Mungu sasa anakuachia majibu ya mahitaji yako. Na kuna maandiko mengi sana ambayo tunaenda kusoma. Mengine kama tutashindwa basi kwa ajili ya wakati. Kuna aina mbili za namna ya ukaribu sana ambao tunaweza kuchagua kuwa na ushirika na Mungu. Kuna aina mbili za namna ya ukaribu sana. Mimi nimeita sana, usiache tu. Unaweza ukasema kuwa karibu. Kuna aina mbili za namna ya ukaribu ambao tunaweza kuchagua kuwa na ushirika na Mungu. Lakini nimeweka sana, maana yake ile sana ni ule ukaribu wa karibu zaidi. Hello. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo hili neno sana hatupaswi kuliacha. Katika kitabu cha Agano la Kale cha Kutoka tunaangalia maisha ya Musa na watumishi wengine. Ndio mfano wetu bora. Alafu tukipata nafasi tunaangalia maisha ya Yesu, ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kutoka 19 mstari wa 9 mpaka kifungu kile cha 12. Sikiliza, Kutoka 19:9 mpaka 12. Bwana akamwambia Musa, tazama mimi naja kwako katika wingu zito, ili watu hao wasikie nitakaposema nawe, nao wapate kukuamini wewe, nawe hata milele. Musa akamwambia Bwana hayo maneno ya watu. Bwana akamwambia Musa, enenda kwa watu hao, ukawatakase leo na kesho, wakazifue nguo zao, wawe tayari kwa siku ya 3. Maana siku ya 3 Bwana atashuka katika mlima wa Sinai machoni pa watu hawa wote. Sikiliza hilo neno, machoni pa watu hawa wote. Yaani maana yake wote watamuona Mungu, lakini kuna different levels. They are different levels. Wote watamuona. Nikishuka katika mlima, watu wote
wataniona. Haya, nawe utawawekea mipaka. Sasa sikiliza hilo neno. Nawe utawawekea mipaka watu hawa pande zote, ukisema, jihadharini, msipande mlima huu. Angalia, anaanza kuweka leo. Msipande mlima huu, wala msiuguse. Lakini kumbuka Musa yuko kule juu. Sio kugusa tu, anaishi huko. Sio kugusa tu, amefika huko. Mahali ambapo Mungu ameshuka. Hata mapambizo yake. Yaani manake msiguse hata mapambizo yake ya mlima. Yaani hata vile vimiti vilioko huko msiguse, don't touch. Hapo anasema kila mtu atakayeugusa mlima huu bila shaka atauawa. Naona hiyo kitu. Bila shaka atafanyaje? Lakini Mungu anasema nitashuka machoni pa watu wote, na wote watasikia nitakachosema, na wote wataona utukufu wangu. Lakini wewe Musa, wewe nitakuwa na wewe kule, wewe ndiye utakayekuja mlimani kule juu. Tuonane mimi na wewe. Tukae mimi na wewe tuongee. Tujadili, nikupe kazi ya kufanya. Lakini wawekee watu hawa mipaka. Wawekee mipaka na waeleze kabisa, jihadharini msipande mlima huu. Wakae huko chini. Wala wasiguse hata mapambizo yake. Kila mtu atakayegusa mlima huu bila shaka atauawa. Tena atapigwa na mawe ukiendelea kusoma. Pige kabisa mpaka mtu anakufa. Nyonge kabisa. You know why? Kwa nini? Kuna level ya Musa ya kuwa karibu na Mungu kuliko hao wengine. Kuna kiwango alichokuwa nacho Musa ambacho katika hicho kiwango ana ukaribu na Mungu, na ile kiwango ni Musa alitengeneza kwa Mungu wake. Musa aliandaa, akajua jinsi ya kukaa na Mungu, akajua jinsi ya kutembea na Mungu, akajua jinsi ya kumpeleka Mungu kwa watu. Haya. Kwa hiyo jambo la kwanza, Musa mwenyewe ndiye aliyepanda mlimani peke yake kumwomba Mungu. Musa peke yake. Kwa hiyo uhusiano wa Musa na Mungu ni tofauti na uhusiano na Musa na wale watu wana wa Israeli. Na ni tofauti na uhusiano wa Musa na akina Aaron, akina Abihu, akina Huri. Hawa ni hiyo daraja lingine. Nataka nikwambie. Bwana asifiwe. Nataka nikwambie kitu uelewe. Usiwe mjinga katika maandiko. Usiwe mjinga katika kuelewa. Maana Mungu ametupa uelewa tofauti na wakati wa Agano la Kale. Mungu ametupa mapana sana ya namna ya kuelewa. Kwa sababu leo hii tuna Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu ni vile vile tu alipokuwa inafanyika wakati ule. Leo hii ni rehema na neema ya Mungu zimekuwa karibu sana kwetu. Lakini nataka nikwambie, commitment ambayo tunapaswa kuwa nayo katika Agano la Kale ni ile iliyokuwa kule. Kitu ambacho kinamsaidia sasa ni huu urahisi wa utendaji wa Roho Mtakatifu. Lakini ni lazima kumdhihirishia Roho Mtakatifu kwamba wewe, mimi ni rafiki yake. They believe in Jesus. They know Jesus. Yeye wanampenda Yesu na wanamjali Mungu. Lakini nataka nikwambie, ili ujenge vizuri, mpendwa msikilizaji, kanisa la Bwana, unielewe vizuri, na utakapoelewa itakufanya uwe na ule moyo wa kuendelea kujitoa kwa Mungu. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Itakufanya uendelee, usiache uzembe, tuache uzembe, uelewe wazi kwamba kwa kadri unavyojitoa kwa Mungu ndipo kadri Mungu anavyojifunua kwako. Hello. Hao na Nadabu, Abihu na wazee 70 walikwenda karibu na mlima na kumwabudu Mungu kwa mbali. Lakini Musa yuko ndani ya uwepo wa Mungu. Unanipata mtu wa Mungu? Musa yuko ndani ya uwepo wa Mungu mlimani. Maana ule utukufu uliokufunika mlima, yani umemfunika Musa mle mlimani. Lakini
ile utukufu sasa unaoshuka kuwaendea wale, ndipo inaenda inawagusa wale, inawafuata huko walipokuwa, na wanaendelea na wao kufanya ibada, lakini kwa mbali. Kwa nini? Mungu hana upendeleo. Mungu hana upendeleo. Takuleta hata kwa Yesu na wanafunzi wake, alafu tutajifunza kitu. Hii inadhihirisha kiwango cha pili cha ushirikiano na Mungu. Hii haini kundi la watu. Kiwango cha pili. Na hao mara nyingi wanatoka waasi. Si unaelewa hiyo vitu? Mara nyingi wanatoka waasi. Mara nyingi wanatoka watu ambao wanaweza wakajaribiwa wakamwacha Mungu hata kama Mungu ametenda makuu. Kwani si una habari? Hata kuna akina hao ndio wamesaidia wana wa Israeli kutengeneza ndama. Si unaelewa hiyo kitu? Wakati Musa yuko katika uwepo wa Bwana mlimani, na wanaibuka sasa watu ambao, sikiliza hii kundi, Aaron au Haruni, Nadabu, Abihu na wazee 70 wana Israeli. Hawa wote walikuwa wakimwabudu Mungu kwa mbali. Lakini zaidi tena kuna kundi lingine la wana wa Israeli wako huko chini kabisa, hata hawajui lolote. Sijui kama mnanipata. Hawajui kinachoendelea. Wao wanachojua tunamsubiri Musa atoke tuendelee na safari. Na hao ndio wale ambao ndio walipoona Musa amekauya kule mlimani, amechelewa kule, ndio wakamwendea Haruni, bwana wewe, Musa amekauya, hatujui kama amefia huko, hebu tutengenezee ndama. Aliyetoa hiyo utaratibu wa leteni Erenizeli, leteni mikufia ni nani? Aliyetoa huo ufunuo ni nani? Nani ametoa? Si ni Haruni? Leteni basi, leteni. Hapo katengeneza. Walipotengeneza ile sanamu, sasa hawa waliokuwa hawamjui kabisa Mungu, wanamjua Musa, ndio wapiga muziki. Wewe ndiye uliyetuleta Misri. Wewe na muziki wa kutosha. Alafu Mungu anaposhuka, anashuka kwa Musa. Musa anaposhuka mlimani, anakwenda moja kwa moja, alafu anamwambia Haruni, kweli ukafanya hivi? Na unamjua Mungu aliyetutoa Misri kweli? Alafu anasema sio mimi, ni hawa. Sio mimi, ni hawa. Sio mimi, ni hawa watu walinibana bana. Si umechelewa mzee? Sio umechelewa mlimani? Nani alikwambia mimi nimechelewa? Nani alikwambia? Jamani, hao watu sasa, chunga na watu. Ndio maana nakwambia chunga na watu. Mungu atusaidie. Kwa kadri unavyotaka kuwa karibu na Mungu, inafanyika kwako. Na kwa katika kitabu hicho 24:9-17, kitabu hicho cha Kutoka 24 mlango mstari wa 9 hadi 17, tunaona kitu. Anasema ndipo akakwea juu. Sikiliza. Musa na Haruni na Nadabu na Abihu na watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli. Wakamuona Mungu wa Israeli. Chini ya miguu yake palikuwa na kama sakafu iliyofanyizwa kwa yakuti samawi, kama zile mbingu zenyewe kwa usafi wake. Nao wakamuona Mungu, wakala na kunywa. Bwana akamwambia Musa, njoo huku juu. Haleluya. Bwana akamwambia Musa, njoo huku juu kwangu mlimani. Pamoja kwamba mmekula wote, lakini njoo huku kwangu mlimani, uwe huko, nami nitakupa mbao za mawe na ile sheria na hiyo amri niliyoandika, ili uwafundishe. Musa akaondoka. Sikiliza, nampenda huyu jamaa ambaye Musa anaondoka naye. Hebu sema nampenda. Nampenda. Anasema hivi, Musa akaondoka na nani? Yoshua, mtumishi wa nani? Hivyo unaweza ukawa mtumishi wangu. Ndio anaangalia chini.
unanidharau. Unaweza? Unaweza? Wote hamwezi. Lakini sasa kwa sababu hamwezi mtafeli. Nataka nikwambie tu, pole. Sikiliza tu, haina shida. Wewe si mtumishi wa Mungu, sisi sote si ndio tupo hivyo eh? Lakini nataka nikwambie, kwa nini Joshua alikuwa mtumishi wa Musa? Na unajua tafsiri ya kuitwa mtumishi? Mtumishi sio bosi. Sisi sio mabosi kwa Yesu. Sisi ni watumishi. Tena kwa lugha nzuri sana ya Biblia, sisi ni watumwa na wajakazi wa Mungu. Hata usiposema amen. Wewe ni mtumwa wa Yesu. Sisi ni watumwa wa Bwana. Yesu Paulo anasema mimi mtumwa wa Kristo Yesu. Sawa eh? Sisi ni watumwa wa Yesu. Huyo Yoshua alikuwa mtumishi wa Musa, akapanda mlimani kwa Mungu pamoja na Musa. Alafu tukiendelea kusoma akawaambia hao wazee, tungojeni hapa mpaka tutakaporudi kwenu. Na tazameni Haruni na Huri wapo pamoja nanyi, kila mtu aliye na neno. Kama unasoma pamoja na mimi usimuitike. Kila mtu aliye na neno awaende. Manake wana uwezo wa kujibu maswali. Kama ni kusalisha, kuhani yuko hapo. Muendeni. Waendeni hao. Musa akapanda mlimani, lile wingu likaufunikiza mlima. Na huo utukufu wa Bwana ukakaa juu ya mlima wa Sinai. Lile wingu likaufunikiza siku 6, na siku ya 7 jamani. Jamani wewe Mungu. Na siku ya 7 ndiye akamuita Musa, toka kati ya lile wingu. Siku ya 7. Maana siku zote zile 6 utukufu tu ndio umemfunika, hakuna. Jamani nyamaza, mzee ananyamaza tu, anamwangalia Musa, tuliko kwenye uwepo wake. Anamtazama Musa. Siku ya 7 ndiye anamuita. Najua akamwambia. Na kuonekana kwake ule utukufu wa Bwana kulikuwa kama moto uteketezao juu ya mlima machoni pa wana wa Israeli. Manake wale wengine wote walikuwa wanauona ule utukufu wa Bwana kama ni moto uteketezao. Lakini Musa anaona utukufu wa Bwana, yeye yuko ndani ya utukufu wa Bwana, sio moto unaoteketeza, bali ni uwepo wa Mungu umeshuka pamoja na yeye. Jamani, umesinzia kidogo? Bwana mstahili. Mpendwa mtumishi wa Mungu, huyo Musa tunapojifunza kwake tunapata vitu vya kutusaidia katika Ukristo wetu na katika wokovu wetu na katika utumishi wetu. Kwa maana ya kwamba unapotaka kuwa karibu na Mungu, unahitaji kwenda karibu na Mungu, uwe mtu wa maombi, uwe mtu wa kumsikiliza Mungu, uwe mtu wa kusoma neno la Mungu na kustadi. Sio kusoma tu, soma na kujifunza. Haijaingia hivyo, maana ungenitia moyo kwa amen. Ngoja nirudie kwa faida yako wewe ambaye hujasikia. Tukitaka kuwa karibu na Mungu, uwe mtu wa maombi, uwe mtu wa kumwachia Mungu aseme na wewe, aseme na mimi. Uwe mtu wa kusoma neno na kupokea instructions za Mungu na kuwa mtekelezaji. Mungu anakupa excellent. Na Musa amefuzu. Alifuzu. Alijua jinsi ya kukaa karibu na Mungu. Alijua jinsi ya kushirikiana na Mungu. Alijua jinsi ya kutembea na Mungu, yaani mbali, tofauti kabisa na wale wengine. Lakini kuna jamaa yuko hapo pembeni. Yuko jamaa yuko hapo pembeni. Yoshua mwana wa Nuni. Yuko hapo pembeni. Pembeni yuko hapo tu. Yoshua mwana wa Nuni yuko hapo. Kwa hiyo Musa akimwambia
anakwenda hivi, toka hapa nenda kule, anakwenda, fanya hivi, anafanya, maana ni mtumishi wake. Lakini in other words, Mungu alikuwa anamuandaa Yoshua. Tuko pamoja? Mungu alikuwa anamuandaa Yoshua ili aone kila kitu Musa anachoambiwa, anachofanya, ingawa hakujua kwamba mimi nitakuja kupokea kijiti. Mpendwa, hebu fikiri maisha yako. Upo karibu na Mungu au una Ukristo wa kawaida? Upo karibu na Mungu au una Ukristo wa kawaida? Je, umejenga urafiki wa karibu na Mungu? Umejenga mahusiano ya karibu sana na Mungu wako? Upo karibu na Mungu kweli? Au umeshaacha siku ile toka uokoke? Au umeshaacha jana? Au una mahusiano na Mungu ya kawaida ambayo ikija upepo tu inakuondoa, ikija tu jaribu linakuondoa, ikija tu kawimbi fulani ya hitaji na tatizo, ndio wale ambao wanakuwa wa kwanza kuondoka, kutengeneza ndama na wanaanza kuabudu, wanasahau matendo makuu ya Mungu. Wanasahau jinsi Mungu alivyotenda. Nataka nikwambie, Mungu anapokufanyia muujiza, huo muujiza unakusaidia leo, lakini ule muujiza unakupa imani ya kuendelea kuamini kwamba Mungu anakufanyia mengine huko mbeleni. Sio kitu cha kusahau huo muujiza. Mungu amefanya leo. Ngoja nikwambie. Kuna Bwana tumemwambia miezi 9. Miezi 9, 9 months. Tunamwombea. Mama anakumbuka. Miezi 9 tunamwombea. Na hatukuwa tumekata tamaa. Lakini tulimwombea miezi 9. Kama ni kufunga na kufunga, kama ni nini na nini tumefanya na hatujawahi kukata tamaa. Miezi 9. Na alikuwa yani amepata ukichaa moja kwa moja. Miezi 9 tunampeleka mbele za Bwana. Na siku ya kwanza nimeingia nyumbani kwao, ni kijana tu mzuri. Siku ya kwanza tumeingia nyumbani kwao, nimemkuta amefungwa mikono, amefungwa miguu, na amegoma kula, hali tena mikono amefungiwa kwa huku nyuma, kwa sababu akifungiwa kwa huku anajingata, anajali, anajitafuna kabisa. Akimpatia tu mkono anamaliza mkono kwa kula, na alikula magoti yote, ikawa ni damu. Sitakumbuka siku nimeenda kwenye familia yao, ndio tukaingia tena, tumeenda na mama. Nikamwambia, kwa nini umemfunga? Anapiga. Akasema hapigi lakini anajidhuru. Nikamwambia fungueni. Akafunguliwa. Nikamwambia msijali. Wakaniambia mama yake mzazi na ndugu zake, akasema hivi, mchungaji huyu mtu, kijana wetu huyu, hali chochote amegoma kula, amegoma kunywa. Nikamwambia leo atakula na leo atakunywa. Tukamwombea kwa siku ya kwanza. Baada ya kumwombea, tukasema sisi tunaondoka. Leteni chakula, leteni chai, leteni chakula, leteni maziwa. Akasema mimi sili. Nikamuuliza, twende kwangu kale. Nikamchukua, tuko na mama, tukampeleka nyumbani. Mama akapika chakula, akala, akanywa, alafu akapumzika vizuri. Haleluya. Baada ya hapo
Nikaongea naye fulani, sitaji majina yake. Nikamwambia fulani, akasema ndio. Una shida gani? Akaeleza kidogo, lakini sio kama anasema shida yake. Na alipelekwa kwa nabii mmoja, nabii yule alimchapa huku Sariha. Alimchapa viboko. Kwa hiyo akimuona mhubiri yoyote na muombezi yoyote anasema, "Huyu naye atachapa." Tukamwambia, "Sisi hatutakuchapa. Tunakuombea na tunakupenda." Hata yule nabii anasema kuna mapepo mengine yanatolewa kwa fimbo. Tukamwambia, "Sisi tunakupenda na tutakuombea na utapona." Akasema sawa. Baadaye akipata kafahamu kidogo ni lazima, lakini ikichanganyika kichwa mpaka mwenyewe unamhurumia. Tulimwombea mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, wa 8, wa 9 afunguka. Yaani ndio huyo unamtoa kabisa mdomoni mwa adui shetani. Kuna watu wanatolewa kwa hakuna mchezo wewe. Yaani unamtoa kabisa, shetani alipanga kumwangamiza na kumuua, tunamnyanyua, tunamkoa huko. Unajua nikwambia kitu? Baada ya miezi 9 akasema, "Mimi naamua kumfuata Yesu mwenyewe." Tulimbatiza pale pasipo ninyi kujua. Pasipo ninyi kujua huyo ni nani. Tulimbatiza kwenye kisima chetu pale. Haleluya. Alafu alikuwa fundi ujenzi. Jengo la kanisa ile ameweka mkono kujenga kule ndio sababu. Hello. Hello. Huyu Mungu tukiwa karibu naye atatupa ayatokuwa ndani ya uwepo wake, ambao huo uwepo utachoma mapepo, utachoma kila takataka, utachoma magonjwa, utachoma kila kitu. Lakini huo uwepo wake sisi hautuchomi, bali sisi unatuimarisha na kutupa nguvu. Hiyo ndio siri ya Musa. Lakini wengine walikuwa wanaungua. Ukigusa mlima na kuambia unakufa. Jambo la 3. Kwa nini Mungu anaruhusu baadhi ya watu kuingia kwenye uwepo wake na wengine kuwa karibu naye? Namba 1. Kiwango inategemea na kiwango cha kujitoa kwa mtu. Inategemea na kiwango chetu cha kujitoa kwake. Inategemea kwa kadri tunapojitoa kwa Mungu ndipo ambapo tunajenga ukaribu na Mungu. Lakini jambo la pili, inategemea kiwango cha urafiki wa karibu sana ambao mtu anajionea mlimani kwenye uwepo wa Bwana. Inategemea sasa na uwepo na kiwango cha urafiki wa karibu sana ambapo mtu anajionea mlimani au anajionea akiwa mbele za Bwana. Jambo la 3, inategemea na kiwango cha utii juu ya maagizo ya Mungu yanayokuamulia uwe karibu na Mungu. Kutegemea kiwango cha utii. Kumbuka kuna maneno mawili hapa. Kiwango cha kujitoa, kiwango cha urafiki, kiwango cha utii. Lakini pia cha 4, inategemea unyenyekevu wa kujidhabihu kwako katika kumtumikia Mungu. Inategemea kiwango cha unyenyekevu chako cha kujidhabihu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Usipokuwa na utii utaendelea.
hata kutii uongozi utaendelea. Ngoja nikwambie issue fulani. Leo mchungaji mwanangu hayupo. Nataka niseme, ingawa hata angekuwepo asingeweza kukumbuka. Kuna siku akanipigia simu kuliko Dar es Salaam. Miaka ya nyuma sana. Akanipigia simu. Mchungaji uko? Niko mbali mzee, mbali kabisa. Yaani mpaka uje sokoni stand pale unatumia masaa 3. Nilikuwa kwenye huduma. Akaniambia njoo hapa Ngaramtoni ofisini uje unisaidie. Kaambia mzee, niko kilomita nyingi mpaka nifike sokoni. Maana yake masaa 3 jamani. Hivi tunaweza kupanga kesho? Akaniambia njoo leo. Hiyo sita salama. Sasa nitakwambia kwa nini sita salama. Nikamwambia basi wewe unahubiliwa kunisubiri kama nikija saa 10 sawa. Akaniambia huna shida. Lakini jitahidi uje. Nikakazana nikatoka mlimani kula choo. Na wakati ule hakuna bodaboda. Ni gari ya kanisa. Miguu. Na nikakanyaga zile milio gari. Baada ya kukanyaga mpaka sokoni. Stendi nikapanda gari. Nikashuka, nikaja nikashukia hapa. Nikamwambia, umekuja? Ndio nimekuja. Akaniambia nataka unisaidie hii na hii. Nikamwambia sasa mzee, mbona hii kitu ningeweza kusaidia kwenye simu? Mbona hii keisha kwenye simu? Akaniambia hapana, nitaka nikae na wewe ofisini unisaidie tuonane. Wewe tukae na wewe unisaidie tufanye hapa pamoja. Nikamwambia mzee, mbona hii ningetosha? Hebu angalia sasa, sijala mchana. Nimetoka mbali. Inakuaje? Mbona hii kitu ni simple. Mbona ningekusaidia tu? Nilitaka uje hapa. Kweli nilifanya. Kamaliza nikarudi home. Joshua mtumishi wa Musa. Bwana asifiwe. Joshua mtumishi wa nani? Joshua mtumishi wa Musa. Halo. Baadaye nilijifunza vitu vingi sana. Tena nilifika nyumbani usiku, mama ananiuliza vipi kulikoni? Nikamwambia hapana, mimi bwana nimetoka huko nilikoenda, baadaye nilipata hiki na hiki. Of course nimerudi salama. Joshua mtumishi wa nani? Ukiwa mtumishi unatakiwa uwe mtu wa kujitoa. Wacha maneno. Acha bla. Katika Kutoka 33 mstari wa 10 hadi 23 kuna maandiko ambayo ninaangalia hapa, sipendi kuacha. Kutoka 33:10 hadi 23. Kuna kitu hapa. Anasema watu wote wakaiona nguzo ya wingu ikisimama penye mlango wa hema. Watu wote wakaondoka wakasujudu, kila mtu mlangoni pa hema yake. Naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kama vile mtu asemavyo na rafiki yake. Kisha akageuka karejea hata maragoni, maana yake akawarejea wale waliokuwa hemani. Bali mtumishi wake Yoshua mwana wa Nuni, naye ni kijana, hakutoka mle hemani. Mwambie mwenzako usitoke hemani. Mwambie usitoke hemani. Jamani, hata ninyi wavivu kuambiana usitoke hemani. Haya, Musa akamwambia Bwana, angalia wewe waniambie wachukue watu hawa, nawe huku nijulisha ni nani utakaye mtuma pamoja nami. Walakini umesema na kujua jina lako,
nawe umepata neema mbele zangu, basi sasa nakuomba, maana haya ni maombi ya Musa apate msaidizi. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia yako nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hili ndilo watu wako. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Alikuwa naomba mtu akwenda naye. Of course pamoja na kwamba amepewa Yoshua, lakini jibu lake, uso wangu utakwenda pamoja na wewe. Si ni fahari zaidi? Si ni baraka zaidi? Unauliza mtu akwenda naye pamoja na kwamba amepewa mtu, lakini Mungu anamwambia, akamwambia, uso wangu utakwenda pamoja na wewe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako, jamani nakueleza, napiga msumari, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue hapa. Don't take us from here. Tuache hapa. Kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako, mimi na watu wako, sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi, na hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi? Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili uliloninena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami nakujua jina lako. Hivi Mungu akikujua si fahari? Nami nakujua jina lako, wewe ni fulani. Mungu anakujua. Mungu anatujua. Lakini kitu cha msingi hapa cha kushika manake ni kwenda pamoja na Bwana. Uso wa Bwana uende pamoja na yeye. Akasema, na kusihi unionyeshe utukufu wako. Anataka hivyo. Nionyeshe nini? Utukufu wako. Akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye nitakayemfadhili, nitamrehemu yeye nitakayemrehemu. Kisha akasema, huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hata niona akaishi. Bwana akasema, tazama hapa pana mahali pa karibu nami, nawe simama juu ya mwamba. Yaani Mungu anamuimarisha. Kisha itakuwa wakati unapopita utukufu wangu, nitakutia katika ufa wa ule mwamba na kukufunika kwa mkono wangu hata nitakapokuwa nimekwisha kupita. Nami nitaondoa mkono wangu, nawe utaniona nyuma yangu. Unajua kwa nini Mungu hatuwezi kuona uso wa Bwana? Utukufu wa Mungu ni utukufu mkubwa sana. Tukiona kwa macho yetu ya kawaida, macho yanakufa. Unakufa kabisa. Unaona ile jua, fahari yake ikishushwa tu kidogo inachoma, inamaliza kabisa kila kitu hapo, hata hii miti. Lakini sio miti tu, yaani kiteremka tu, watu wanawasema jua limeteremka, acha tu waseme. Lakini hawajui siri ndio kwenye lile jiwe. Ikishuka tu hapo inaramba kila kitu. Utukufu wa Mungu. Wewe fikiri Paulo wakati anaitwa Sauli, anapopita kwenda Dameski kwenda kuwaua na kuangamiza mitume wa Yesu. Yaani utukufu wa Yesu ulipomtokea, matokeo yake ni macho kuisha. Jamaa anapapasa. Dokta mzima anapapasa, anatafuta, haelewi chochote. Ule utukufu wa Mungu unakufa, unaua macho. Macho yetu haina uwezo wa kuangalia. Mungu akamwambia Musa, nitakuficha kwenye mwamba. Maana yake umeshawahi kuona hao watu wanaopiga mashi haya silaha za vita hivi, haya makubwa ambaye yaani wewe mwenyewe usipokitafuta mtu ukatafuta mtu wa kujiwekea au ardhini kujishikilia, inakupeleka mpaka kule. Mungu ni mkubwa. Mungu hana mchezo. Ndio akamwambia, kaa mwenyewe, nitakutengenezea ufa, alafu mkono wangu utakushikilia hapo ili kusaidie, alafu nitapita uniangalie ufa. Ndio mimi huyo. Nenda kazini. Nenda kazini Musa. Umeshaniona, anampenda yeye.
alikuwa mmoja wapo. Huyo Yoshua ni nani? Alikuwa mmoja wapo wale wapelelezi 12 waliotumwa kupeleleza nchi ya ahadi. Huyo ndio Yoshua. Alikuwa mmoja wa wapelelezi 2 waliorudi na habari njema. Good report. Sawa? Wangapi? Wamerudi na habari njema. Kwa sababu amestadi kutoka Musa, amestadi kutoka Mungu, akajua kwamba hata hao wote sio wanani warefu kama nini, lakini sio warefu, hawana nguvu kama Mungu wetu. Hawana uwezo kama Mungu wetu. Wale wote wametoa alafu waga habari mbaya ndio inatoka hata chuki kwenye vio vya Biblia. Unaanza unaambiwa anza kutoa bad report. Bad results, I'm sorry. Bad results. Kama leo nimesema madhara ya kutokumtii Mungu na faida ya kumtii Mungu. Sio lesson hiyo. Unaambiwa anza kutoa madhara ya kutokutii. Alafu baadaye unakuja na faida ya kutii. Watu wasiende na habari mbaya. Hao wote 10 wakaropoka hapo waliokata tamaa. Yaani tumeonekana sisi mapanzi, alihubiri basi. Mapanzi. Yaani sisi na ndivyo tulivyo. Tena wanathibitisha na ndivyo tulivyo. Ndivyo tulivyo. Yaani ndugu zangu, tusijaribu. Lakini nataka nikwambie, wawili tu walisimama walifuta hiyo. Wanasema, jamani, ukweli ni kwamba tulienda tukapeleleza. Hawa watu ni wakubwa, warefu, giants, lakini sisi tunaweza. Lakini sisi Mungu wetu anaweza. Tutakwenda nchi ya ahadi. Wale watu waliokuwa wameyeyuka mioyo, wamechoka, wamekata tamaa, wakaanza kupona mioyo yao. Wewe usilete mahubiri ya kuwachanganya watu. Leta mahubiri ya kuwapa watu wapate kumjua Mungu wao, wapate kumtegemea Mungu wao. Nataka nikwambie, hakunaga kitu ambacho hakiwezekani kwa Mungu wetu. Sawa ndugu? Hakunaga kitu ambacho hakiwezekani kwa Mungu. Tuje kwa Yesu Kristo kwa sababu haiishi habari ya Yoshua. Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Unaelewa mahusiano aliyokuwa nayo huyu Yesu au watu na Yesu. Au kabla ya Yesu niseme hii point mbili hapa. Musa alihitaji kujenga ukaribu na Mungu kuliko kitu kingine chochote. Tuko pamoja? Musa alihitaji kujenga ukaribu na Mungu kuliko kitu kingine chochote. La pili, Musa alitumia muda wa siku 40 mchana na usiku kuomba pamoja na Mungu, akiwa pamoja na Mungu kwenye maombi. Lakini hatua 4 za mahusiano ya karibu na Yesu Kristo. Nataka niguse habari za Yesu, nisiache ili soma hapo. Hatua 4 za mahusiano ya karibu na Yesu Kristo. 1. Yesu, hii ni 1, sikiliza. Yesu aliwachagua watu 70 akawatuma waende mbele yake kila kijiji na mji alipotaka yeye mwenyewe kwenda. Namba 1 ni mahusiano ya Yesu na hao watu 70 yakoje. Inawezekana tusimalize hapa leo, lakini katika Luka 10 mstari wa 1 na wa 2 utakwenda kujisomea. Utaona hawa watu Yesu anawaweka, anawatuma watu 70. Maana yake miongoni mwa watu waliomwamini ndani ya kanisa la Yesu. Yesu aliwachagua watu 70 akawaambia nendeni wawili. Nendeni kwenye vijiji na miji mkahubiri habari za Injili. Nendeni miji, kila nyumba muingie mfanye hivi. Hao ndio watu ambao wamepewa instruction kabisa kwamba msibebe hiki, msivae hiki, sijui msijiulize hivi, hata chakula sijui hivi na vile mtapewa. Kila nyumba mtakapoingia mtapata chakula. Watu 70.
Angalia Yesu anapowagawa watu wake, nitakupeleka. Watu 70 anawatuma. Nendeni. Na walirudi na ripoti. Lakini jambo la pili, Yesu alichagua wanafunzi 12 ambao aliwaita mitume, na kuwashirikisha mipango kwa undani zaidi. Soma jinsi Yesu anapoongea na hao wanafunzi 12. Hakuwa na siri, hata kifo. Anawaambia, jamani, nitakufa, nitawekwa mikononi mwa wenye dhambi, hatimaye watanipiga, wataniua, lakini msijali, siku ya 3 tutafufuka. Nendeni Galilaya, tutakutana, wala msiofu, msikate tamaa, mimi nitakuja, nitafufuka wanangu, rafiki zangu. Kwa hiyo hawa ni rafiki zake. Hebu angalia, anawaambia zaidi, yani mambo mazuri zaidi kuliko wale watu 70. Hapa anajifunua zaidi kuliko wale watu 70. Anajiweka wazi zaidi kwa rafiki zake. Sehemu nyingine akawaambia, jamani, mniombee. Mimi ninasikia vibaya moyoni. Ninasikia maumivu. Ninasikia hali mbaya imenibana. Lakini mniombee. Nyenyekeni mniombee. Manake hata ile emotion ya Yesu Kristo anawaambia hao watu wajue jinsi ya kumbeba Yesu. Ingawa wameshindwa. Lakini cha kujifunza hapa, hawa mitume aliwaeleza kila kitu, aliwashirikisha mipango hata ya Injili. Na hawa ndio wale watu ambao Yesu aliwaambia msiondoke Yerusalemu. Wote 12. Katika Luka 10 mstari wa 23 akawageukia. Anasema hivi, akawageukia wanafunzi wake, akasema nao kwa faragha, heri macho yaonayo mnayoona ninyi. Kwa hiyo ile ni kundi au ni hatua nyingine au ni kundi lingine lenye kutengeneza urafiki wa Yesu au mahusiano na Yesu. Hawa mitume 12. Kundi lingine la 3. Katika hawa 12 walikuwepo wanafunzi au mitume 3 wa Yesu waliokuwa karibu zaidi na Yesu kuliko hawa 9. Unajua Yesu alimchagua mbaya, msaliti. Kwani Yesu aliogopa? Wewe Yuda, wewe fanya haraka, changamka tu, fanya unavyotaka. Fanya tu unavyotaka, maana alijua tu mbovu. Lakini japo amemueleza siri zake zote, Yuda anaelewa. Lakini kundi la 3 kama nilivyokuambia ni wanafunzi au mitume 3 wa Yesu Kristo ambao walichukuliwa na kuingizwa kwenye mashirikiano zaidi ya ndani zaidi. Hawa ni Petro, Yakobo na Yohana. Soma Biblia vizuri. Hawa wanamjua Yesu zaidi kuliko wale 9. Na ndio maana huyu jamaa, kama mnasoma Biblia vizuri, huyu Petro alipoona vile Yesu anakuja kwa mwana wake, wewe uniletee mchezo mimi. Akafuta wala akaenda hiyo. Na niletea mchezo. Akaenda siku kama kisikio likadondoka. Alafu Yesu akamwambia, Petro, rudisha panga lako walani. Rudisha haraka. Alafu nimtia na sijui kama amefuta hata damu. Sikumbuki. Akarudisha kwenye ala lake. Alafu Yesu alipohuruma akachukua sikio akabandika. Maisha yakaendelea. Kwa hiyo hawa 3 walikuwa na ukaribu na Yesu zaidi tena kuliko wale wengine. Nataka tufike mahali uone na wewe sasa unatamani kufika kwenye level gani. Miongoni mwa hao 3, haleluya, miongoni mwa hao 3 waliokuwa karibu na Yesu zaidi alikuwepo Yohana
aliyeegema. Sasa huyu sio karibu, maana yake analala kifuani manani? Yesu analala hapo. Maana yake anamjua Yesu paka harufu yake. Sijakusikia. Anajua yuko hapa. Yaani jamaa analala hapa. Wengine wote hao watatu wengine wanasikia maelekezo ya Yesu wamepewa, na hao watatu kweli ndio walikuwa wachungaji wa kanisa la Yerusalemu. Lakini Yohana, Biblia inasema alikuwa akiegema kifuani mwa nani? Na Yesu msalabani. Unajua alisemaje? Mama, mwangalie nani? Mwanao. Mwana, mwangalie mama yako. Maana Yohana alimwambia, wewe Yohana, mtunze mama yangu. Kuachia mama. Ujua anakula nini, anaishije. Wewe ndio uwajibike juu ya mama yangu mimi. Sasa sikiliza Yohana anavyoandika. Katika Yohana waraka wake kwanza, sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 5. Anasema haraka andika tu haraka nafuta. Waraka wa kwanza wa Yohana wa kitabu mlango wa kwanza kuanzia kifungu cha kwanza. Anasema lile lililokuwako tangu mwanzo, tulilolisikia, tuliloliona kwa macho yetu, tulilolitazama na mikono yetu ikalipapasa. Sema amina. Alafu anasema kwa habari ya neno la uzima. Alafu anasema tena, na huo uzima ulidhihirika nasi tumeuona, tena tuwashuhudia na kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba ukadhihirika kwetu. Hilo tuliloliona na kulisikia tuwahubiri na ninyi, ili ninyi pia mpate kushiriki na sisi, na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Na haya twawaandikia ili furaha yetu itimizwe. Mungu ni nani? Ni nuru. Na hiyo ndiyo habari tuliyosikia kwake na kuwahubiri. Manake hivi ukinipapasa una mashaka nani? Huyu alikuwa karibu tena kuliko wote. Yaani manake kama wakiamua kujifunika wote wanakwenda pamoja, wanakula pamoja. Yaani huyu sasa anajua harufu ya Yesu. Sio tu kuamini. Nataka nikwambie, sio tu kuamini, anamjua kabisa, yaani mpaka harufu. Yaani tumelipapasa hivi, ndio wewe. Ndio wewe. Ni mimi. Alafu jicho likaonyesha, yeye. Haleluya. Tuko pamoja. Huyu ndio Yohana ambaye alikuwa na makeke. Alikuwa na makeke. Kumbe alikuwa karibu na Yesu sana. Ndio wale wanaitwa wana nini? Wangurumu. Ambaye aliona tu Yesu anakerwa siku moja, sasa Baba, situite moto. Yaani unasumbuka na wenye dhambi. Unababaika nao nini? Situite moto kama Elia alivyoita. Nguruma hapa. Choma wenye dhambi, teketeza, tupa huko. Ndio huyu. Alafu Yesu anamwambia Yohana, hata ulio ulioko ndani yako, tulia, usihangaike kutafuta kichoma. Wewe utahubiri nani wewe? Akanyamaza, akasema haya twende pamoja. Huyu ndiye Yohana ambaye alimjua Yesu. Alikuwa na kiwango cha hali ya juu ya kujua mahusiano yake na Yesu. Alikuwa na uwezo wa kutambua Yesu anataka nini. Alikuwa na uwezo wa kujua kwamba hii nifanyeje, hii nisifanyeje. Na kati ya mitume yote, hata Yesu alimtolea na unabii. Yesu alifanyaje? Wasomaji wa Biblia mnafahamu. Yesu alimtolea unabii, anasema katikati yenu hapa kuna watu ambao hawataona mauti haraka. Piga huo garagaza. Na kati ya mitume wa Yesu wote, wengine wameuawa, wengine wamekatwa, wengine wamechomwa, wengine wamewekwa kwenye viwanja simba wakawala.
Lakini huyu Yohana alienda akafa kifo cha kawaida cha uzee. Akalala mpaka anasema, "Oh no." Si mnasikia wenye nyaraka zake? "Wanangu wapenzi, mpendane." Sauti ya wazee waliomjua Mungu, wanaomfahamu Kristo, wanaojua kutembea na Kristo, wasioyumbishwa, wasiokatishwa tamaa, ambao hata mazingira gani yatokee yuko salama na Yesu. Mpendwa mtu wa Mungu, uko kwenye level gani wewe? Mimi niko kwenye level gani na Yesu? Swali lako. Wimbi likitoka itakuacha. Pepeto inapokuja itakuacha salama, au utang'ang'ana, au utaendelea kumjua Yesu? Wewe tu kumsamehe jirani yako, wewe kumsamehe tu ndugu yako aliyekukwaza, tu kumsamehe tu. Tu kama tu unashindwa kusamehe aliyekukanyaga mguu, utamfaa huyu Yesu? Tutamfaa huyu Yesu? Mmekwazana kwenye kwaya, mnashindwa kusamehe. Tumekwazana kwenye field ya utumishi, tunashindwa kusamehe mpaka anasema, "Mimi bana hata asije kwenye kaburi langu." Wewe ni hapo, unajua wewe? Unamjua huyu Yesu kweli? Tunamfahamu kweli? Kwa kweli kwa sura hiyo itakuwa tumfahamu. Maana ipase kufika level fulani ambayo katika ile level maana yake msamaha unatangaza tu bila wewe kuomba msamaha. Amen. Unaachia tu, maana unajua nina mahusiano na Yesu. Nina mahusiano na Yesu. Wewe unashikilia, hata usalimii ndugu yako, unashikilia tu. Uko kwenye level gani? Still unajihesabu kwamba mimi ni mtoto wa Mungu. Ni sawa, haina shida. Lakini piga hatua nyingine ya kumjua Mungu.